Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi World. Amani ya Mwenyezi Mungu ewe pamoja nawe msikilizaji mpendwa wa Radio Kijamii Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na kukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unakupikwa na ukurasa wa habari muhimu hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako ni Teomari Makelele Ozil. Merci Belichipa mara nasikia vyema dawati na mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha Bibu Kurtantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tukianzia katika mji wa Baraka, chama cha Alternative Citoyen tawi la Baraka Fizi kimeendesha Jumanne hii ya tarehe 30 Septemba mwaka huu sherehe za kushukuru uteuzi wa mkurugenzi wake Mheshimiwa Floribert Nzuruni Shilokechi kama waziri wa kitaifa husika na ushirikiano wa kikanda. Na huko Mwenga ni kwamba hali ya usalama inaonekana kuendelea kuimarika katika tarafa ya Mwenga tofauti na siku za nyuma. Hivyo ni baada ya kuwasili kwa vikosi vya jeshi la Burundi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yataja kupongeza uongozi wa kijeshi uliovalia njuga swala hilo. Na huko Rutshuru ni kwamba mapambano makali yameripotiwa Jumatatu hii ya tarehe 29 Septemba mwaka huu katika vijiji vya Lurere, Kituva na Kashavu tarafani Rutshuru jimboni Kivu ya Kaskazini kati ya wazalendo wa CMC FDP dhidi ya wahasi wa FCM 23. Ni hayo tu kama habari muhimu. Omari Makelele Ozile. Asante sana Habibu Kurtantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Hivi sasa tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina. Tukianzia katika mji wa Baraka ni kwamba chama cha Alternative Citoyenne tawi ya Baraka Fizi kimeendesha Jumanne hii ya tarehe 30 Septemba 2025 sherehe za kushukuru uteuzi wa mkurugenzi wake Mheshimiwa Floribert Nzuruni Shilokechi kama waziri wa kitaifa husika na ushirikiano wa kikanda. Mengi zaidi naye mwenzetu wa Isaac Mulucha Ashibe ndani ya studio. Nderemo na mapambio ya kitawala katikati ya waalikwa. Bwana Msoshi Mbungelwa, katibu wa chama cha Alternative Citoyenne tarafani Fizi, ameonyesha sababu ya sherehe hiyo. Tunawaalika hapa kwa kufanya sherehe ya furaha kwa pamoja kwa sababu ya mtoto wetu Floribert Nzuruni Shilokechi aliteuliwa na Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuwa ministre de l'intégration régionale. Wakizungumza kila mtu kwa zamu yake, tabaka tofauti za waalikwa zilitoa yale walioadhimia kuyasema. Felician Mwami wa Basimukuma Seed ametaka tarafa la Fizi kujivunia uteuzi huo. Na mwese Ivalo elegetu unoto mucho shereke hano n'usuku ali wenu mwana ali wetu mwana ali mwana wababondo bose ni yali atopenda mbembe nibo nabuta wane mwana waba lumya na boss waba acha na boss ka akangicha ka amuyamba yakimana bobembe tokoshiba fiere tule representer olia likulu na wetu mwana Floribert Nzuruni Shilokechi. Aidha, Maitre de Gaulle Malembe, mwenyekiti wa baraza la vijana la mji wa Baraka, akiwakilisha pia baraza la vijana la tarafa ya Fizi, amesema kuwa vijana wa Baraka Fizi wameshukuru kwa uteuzi wa Floribert Nzuruni Shilokechi kama waziri wa ushirikiano wa kikanda. Ujina ya jeunesse ya Baraka na jeunesse yote ya Fizi na vila Baraka, tunashukuru sana na tuko na furaha nyingi kuona eneo yetu ndugu Mheshimiwa Floribert Nzuruni kuteuliwa mkalite ministre national mwenye chargé na integration régionale. Ile ilikuwa ni furaha kwa jeunesse yote.
Upande mwingine, Engineer Msoshi Mbungelwa ametoa historia fupi ya uundwaji wa chama hicho cha Alternative Citoyenne. Hii parti Alternative Citoyenne AC Congo RDC iliundwa misingi ya initiative ya wakati ya societe civile pamoja na mouvement citoyen. Son Excellence Floribert Anzuluni aliitisha na societe civile yote, akaitisha na mouvement citoyen yote na personalite politique na confession religieuse. Alors, bakaulizana sisi kama vile force vive, tufanye nini pour que tuokoe nchi yenyeisha kwa mshindi. Ikaonekana ifo tukree parti politique, ifo ke kila sauti ya kila mwanamemba isikike. Bakakubaliana tusitume watu baende ingiamu maparti, ifo sepete tukree parti politique. Na ile parti politique ilikuwa naitwa Alternative Citoyenne. Uongozi wa chama hicho umeomba wananchi kujiunga nao kwa wingi. Tumeshukuru sana kwa ujio wenu. Kwa niaba ya parti Alternative Citoyenne tunawakaribisha nyote kuja kujiunga nasi na parti yetu, na adresi ya parti yetu iko pale karibu na tribunal. Tutakuwa pale kwa kuwakaribisha. Karibuni nyote, asante. Kwa kumalizia, mwakilishi wa meya kwenye ghafla hiyo ametoa shukrani na kumtaka waziri Floribert Anzuluni kutokuwavunja moyo wakahaji wa Baraka. Tunashukuru sana bali organize fete na wenyewe walikia participe mai fete. Tunawashukuru sana na hatuna ya mingi ya kusema kunivyo yetu. Tutasema ke ndugu yetu wa parti politique Alternative Citoyenne mutambia mheshimiwa kwamba nyumbani kwao anapendwa, na kama Muungano anaita watu na watu wanakuwa kufete yake, inamaanisha watu wanampenda sana. Asidesevoir watu ya Baraka. Watu ya Baraka habana pezea madiscours. Tunajua anapata opportunity wakati ya magumu, lakini mwanaume anaonekanaka magumu. Tutoke katika mji wa Baraka tujelekeze kule Mizimu, sekta ya Mutambala. Ni kwamba meli ya kibiashara na uchukuzi wa watu yenye jina Faraja iliyokuwa natoka Uvira kwenda Kalemi imepata tatizo baada ya kupanda kwenye jiwe kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani Tanganyika mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza ya wiki tunayo pa Mizimu, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Kwa mujibu wa duru tunazo ni kwamba baada ya upepo mkali kuvuma, meli hiyo imepanda kwenye jiwe kabla ya kumalizia safari yake kwenye ukuta wa mlima kwenye ziwa Tanganyika. Duru zetu zaongeza kuwa hakuna maafa yoyote ya kiutu au vitu iliyoripotiwa katika ajali hiyo, hivyo ni baada ya harakati za kuokolewa kufanyika. Na kule katika tarafa la Mwenga ni kwamba hali ya usalama inaonekana kuendelea kuimarika katika tarafa ya Mwenga tofauti na siku za nyuma. Hivyo ni baada ya kuwasili kwa vikosi vya jeshi la Burundi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanataja kupongeza uongozi wa kijeshi uliovalia njuga swala hilo. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya tarafa ya Mwenga kukumbwa na vurugu kati ya wazalendo, hatimaye shughuli mbalimbali za kibiashara zinaripotiwa kuendelea vema. Mashirika ya kiraia eneo hilo yanataja kuona umuhimu wa kuwasili kwa vikosi vya jeshi la Burundi ili kuimarisha usalama kama alivyoeleza. Hiyo ilikuwa hiyo tarehe 17 hadi tarehe 18 kulikuwa hiyo fujo kati ya vikundi vya wazalendo. Ikafika mnamo tarehe 24 arme burundezi kakuya kwa wingi, atuka walifika wako huko. Kungambo yetu kwa gisi tulikuwa tumekusha kuona hali gisi ilikuwa inajipresenter, atuka tulishukuru sana souplesse ambayo wapozi wa kundi la wazalendo kunako province hapo Uvira walidepeshe hiyo jeshi ya Burundi huko. Atuka ile ilitusaidia sana paske ile inatukatia nguvu sana, na tuko na espoir kabisa kama watafanya kazi njema na pamoja na vijana wetu. Kwa arrive kwanza ilishangiliwa kwanza na wakaaji, kwani waliwapokea kwa shangwe na vigelegele, na yenyewe tunajua kama wako deja deploye kuma ligne de fond, wanakuwa Ngando, wanakuwa Kirungutwe, wanakuwa Maburinyi. Donc ile tunaona kama kule kuna mpango ambayo itakuwa inébranlable, haita
kuhukumiwa haraka na maudhui. Ndio tuko na tumaini kabisa. Huku hakuna wasiwasi hakuna paketi. Unajua kama hapo hivi wanakontrole Walungu wote, hawataingia Kabunda, hawataingia Mwenga, hawataingia Uvira, hawataingia Fizi. Na kama tunagabulana ile kwa ile kama vile territoire za Sud Kivu. Activite commerciale zinafanyika, ila tu kuna kwa shida kwa ajili ya motari. Kwani kama kuko mvumaya wa soda, wamotari wanakuwa wakipata shida, mtu akitembea kwa uhuru, anataka wanakuwa na vitisho mbalimbali na askari, ile ndio shida yenyewe inakuwa jambo ya motari tu. Tunasikia kwamba kunakuwa trakaseri ziko nyingi huko kutokana na makundi mbalimbali za wazalendo. Hizo habari ziko je? Trakaseri ilikuwa mingi wakati hiyo kundi ya Kabala inaongozwa na Malaika ilikuwa ikikuja hapa Mwenga. Tunajua kama wakati Conseil de Sécurité ilijitenire antuka kunakuwa hali ya utulivu. Ndio katika njia sasa mahali kwenyewe wanakuta kuna wakuu wa serikali ndio wanafanya sasa matrouble. Ile inakuendea hali yao watu ambao labda wakuadhibisha mzuri, kila mtu yuko na namna yake ya kuishi. Hata hivyo raia wameombwa kuwa karibu na vyombo vya usalama. Message yetu tunakuwa nayo tu ni kusii wakuu viongozi hawangekuwa na ile tabia ya kuwa na gawanya hiyo vikundi ya wazalendo. Yaani hivi vikundi walijitolea kwa ajili ya kupiganisha, wasingekuwa heri wao wanapigana kati yao. Hiyo ni ujumbe ambao tunatoa, na wakazi wazidi kusikamana wazalendo na kusaidia ile uzeti ya Burundi ambayo inakuja, kwani hatuna msaada mwingine. Hiyo ndio itatusaidia. Kama gesi ulivyosikia upande wa pili, ujue sasa tunafunua nyasi za uwanja wa Radio Kivu za kandanda ili kuweza kusikiliza yale yaliyojiri katika viwanja mbalimbali. Sudi Vanate, karibu. Ndiyo, asante sana kabisa mwenzangu Mari Makelele ya Uzile. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo. Nikiwa nimechange namba yangu kwa siku ya leo, na hivyo nimeingia kunako viwanja vya michezo kwa siku ya leo nikiwa na vulana nambari 19 mgongoni. Na hivyo tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ambako mechi za kirafiki ili kuandaa msimu mpya 2025-2026 zitaweza kuendelea mara tena wiki ijayo. Mengi zaidi mpenzi msikilizaji, kunako taarifa hizi ni katika uchambuzi wetu wa habari zinazofuata. Lakini hapo katika sekta ya Tanganyika tarafani Fizi ni kwamba mechi moja inatarajiwa kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo tariki mosi ya Oktoba mwaka 2025 ambako klabu ya TPTLA wataweza kukata mswa fitna dhidi ya klabu ya Etobes Bunduki, mechi ambayo itaweza kupigwa majira saa 9 kamili za jioni kunako uwanja wa Tata Nyongolo. Hiyo ni mechi ya nusu finali kunako tournamenti ya Tanganyika Cup. Michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya mwenzangu Mari Makelele Uzile inaendelea kutimua vumbi ambako kwa sasa klabu ya Kairat Almaty wanaendelea kupambana vikali dhidi ya miamba huko nchini Hispania ambao ni Real Madrid, lakini Atalanta Bergame wanaendelea kupiga vikali dhidi ya klabu ya Club Brugge. Itakapotimwa majira ya 3 kamili za usiku, klabu ya Galatasaray wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya Liverpool. Inter Milan watakuwa usko dhidi ya klabu ya Etoile Rouge. Chelsea Blues wataweza kukaribisha klabu ya Benfica Lisbon. Klabu ya Atletico Madrid wakipiga vikali dhidi ya klabu ya Eintracht Frankfurt. Olympique de Marseille wataweza kukata msafiti na dhidi ya klabu ya Ajax. Lakini siku ya 3 ya wiki tunayo Barcelona wakipiga vikali dhidi ya Paris Saint-Germain. Arsenal Ziganas watakuwa usko dhidi ya klabu ya Olympiacos. Bayern Leverkusen wataweza kukaribisha klabu ya PSV Eindhoven. Klabu ya Napoli watakata mswa fitna dhidi ya klabu ya Sporting Lisbon. Villarreal ya nchini Hispania watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Juventus. Klabu ya Monaco wataweza kukaribisha klabu ya Manchester City, na Borussia Dortmund wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Atletico Bilbao. Mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, kuhusu matokeo ya mechi zote za michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya, hebu tukutane kwa uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Omari Makelele Uzile nikiwa na vulana nambari 19 mgongoni kwa siku ya leo, na weka nukta kwa ukurasa wa habari za michezo. Naam, asante sana Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu.
Hivi sasa tuangazie habari zetu na habari kutoka sehemu mbalimbali. Tuanzie kule Ruchuru. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kwamba mapambano makali yameripotiwa Jumatatu hii ya tarehe 29 Septemba 2025 katika vijiji vya Lurere, Kintuva na Kashavu tarafani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini kati ya wazalendo wa SMC FDP dhidi ya wahasi wa M23. Kulingana na duru za shirika la raia maeneo hayo ni kwamba ni mashambulio ya wakati mmoja ndiyo yalifanyika katika vijiji hivyo, na ambako silaha nzito na zile za rasharasha ziliweza kusikika kwa kiasi kikubwa na kupelekea shughuli zote hasa za kibiashara kuweza kuzorota, na ambao kwa sasa M23 ndiyo inaonekana kumiliki maeneo hayo licha ya mapambano hayo yaliyoendeshwa na wazalendo. Tujelekeze kule Kindu, makao makuu ya jimbo la Manyema. Ni kwamba baadhi ya vijana katika mji wa Kindu jimboni Manyema wamekamatwa na ndege nyingi aina ya kasuku na kitengo cha ISSN mjini humo, na ambako kiongozi wa kitengo hicho cha ISSN anasema kuwa ni kinyume cha sheria kumiliki ndege hiyo bila kibali. Kwa undani wa taarifa hizi naye Godefra Musunga Shabani kutoka Kindu. Watu wamoja waliweza kukamatwa kunako njia ya Kindu Kasongo. Ni huko walikutwa na kasuku nyingi mkononi, na wao walipenda kuuzisha. Hayo inakuwa ni kinyume na sheria. Chumba ya ISSN iliweza kuwakamata, na ni kupitia hiyo division inayohusika na mambo ya mazingira. Moses ambaye ni mmoja mwenyekiti wanaohusika na mambo ya kurudisha hiyo kasuku katika porini aliweza kuzungumza ifuatayo. Fateni. Tangu mwaka jana gouverneur de province aliweza kusinye arrete ambaye inakatazwa kutosha makasuku au kuuzisha ndani ya province mzima, na ile arrete iko deja aussi même kwa province zingine entre autres Chopo na vile Sankuru vile watoto kule waweza kusinye ile arrete. Na kwa niveau national kuna kuwa deja arrete ambaye iko sinye na ministre ambaye anahusika na mazingira inakataza kutosha, kukamata au kuuzisha kasuku ndani ya Jamhuri mzima ya Kidemokrasia ya Kongo. Na njoo kwa hiyo sisi kama vile wafanyakazi wa mazingira tunazidi kuleta kuambia wakaaji kama hiyo kazi nakataziwa, na kweli ifo waache, waendelee kuacha, na mtu wote ambaye watamuona na kasuku ambaye inafaa namna ya kuuzisha ifo kila kitu wakopashe kukataza. Na kuma service fulani ambayo iko ndani ya mabariere tunawasihi sana wafanye kazi vilivyo, kwani watu ambao wanafanya kazi hiyo wanatafuta namna yote ili wapate kukorompre watu wenye ndani ya pale kwa poste de barriere juu wapitishe ile makasuku. Ndio message ambayo napenda kuwafikishia wakaaji leo. Hadi sasa watu tu wanakatazwa kuuzisha kasuku. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroy Musunga Shaban kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Godefroy Musunga Shabani. Tuangazie na habari za kitaifa. Ni kwamba katika muendelezo wa ziara yake ya kutembelea mikoa tofauti, waziri mkuu wa DRC Bijidite Suminwa Tuluka ametembelea katika bandari ya Banana iliyoko Muanda, mkoa wa Kongo Central, kwa ajili ya kujionea mwenyewe kazi za ujenzi wa bandari hiyo. Mengi zaidi na Safari Limasidilwe. Naam, waziri mkuu Judith Suminwa alichagua mji wa pwani wa Muanda ili kuzindua hatua ya pili ya kutembelea mikoa tofauti. Ziara yake katika bandari ya Banana iliongozwa na kampuni ya Mirate DP World, ikionyesha muungano kati ya haja ya kiuchumi na mshikamano wa kitaifa. Mbele ya maelfu ya wananchi, waziri mkuu alisisitiza juu ya ajira za mali na mafaa ya kimkakati ya bandari ili kufungua uchumi wa Kongo. Ni zaidi ya mradi wa kawaida wa miundombinu, bandari ya Banana inaonekana kama njia mabadiliko ya DRC, ahadi ya ukuaji na ujumuishaji wa kikanda, lakini pia ishara ya umoja na uvumilivu wa raia dhidi ya changamoto za maendeleo. Ni katika mfumo wa mpango wake wa kuzunguka eneo tofauti nchini kwa maendeleo ya Kongo ya kina, ndipo waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka aliwasili Muanda. Mkuu huyo wa serikali alifanya ziara katika bandari ya Banana, mradi uliotengenezwa kama sehemu ya mipango ya maendeleo ya kiuchumi na kuzidisha mshikamano wa kitaifa. Ukaguzi wa mradi huu wa kimkakati ulikuwa na sababu yake yote ya kuwa kwa sababu uliruhusu kichwa cha serikali kurasmi maendeleo ya kazi katika ujenzi wake unaoendelea. Kwa kuruhusu ufikiaji wa moja kwa moja kwa meli kubwa zenye uzito mkubwa zinazolazimika kupakua katika bandari za kigeni, bandari yenye kina kirefu ya Banana inakusudia kufungua uchumi wa Kongo na kupunguza gharama za uagizaji na uuzaji nje. Miundombinu hii ya kimkakati itapelekea nchi ya DRC kuwa nchi inaongoza kwa bandari nzuri Afrika
Afrika ya Kati, ikiwa mlango wa ushindani kwenye sekta ya habari kwa madini na rasilimali zingine za kiraifa, yote kwa kufanya biashara katika ukanda. Na tukiachana na habari hizo, habari nyingine ni kwamba askari wengi wa FARDC wametawanywa tangu Jumatatu Septemba 29 kwenye barabara kuu za mji wa Kinshasa ili kusaidia polisi wa usalama barabarani MAPSR. Hatua hii inakusudia kukabiliana na foleni kubwa ambazo zinazorotesha usafiri katika mji mkuu kila siku, hasa wakati wa masaa wafanyakazi kurudi manyumbani. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kiraifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Limasi Dilwe kwa habari za kitaifa. Tumalizia na kimataifa. Kule katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amezindua mbio za mwenge wa amani kwa mara ya 19, akihimiza amani na dira ya nchi inayoendelea kiuchumi mwaka 2060. Mengi zaidi naye Bokor Elias Daniel kutoka Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amezindua kwa mara ya 19 mbio za mwenge wa amani katika wilaya ya Chankuzo, mkoa mpya wa Buhumuza, ambapo amehimiza amani na dira ya nchi ambayo itakuwa imeendelea kiuchumi mwaka wa 2060. Hari habo iyo turiko dushika mwiki gihe tunezererwa ya mahoro twarose bacha basubira kwibuka ivyo baciyemo, ingoma bagwaye, imvune bagize. Muda huu tuliofikia wanafurahishwa na amani tulionayo, wakikumbuka matatizo waliopitia hapo zamani, makovu walioyapata na uchovu pia, lakini tunapaswa kutambua kuwa kila kitu kina mwisho wake. Mungu aliona machozi ya Warundi wakiwa katika huzuni na kukata tamaa, akaona ni wakati wa kuwaokoa Warundi. Hatupaswi kulia kutokana na tuliopitia, maana Mungu alikuwa anaangalia namna ya kutuweka pamoja. Wahutu, Watusi na Watwa wote walipitia shida, na hakuna familia ndani ya Burundi ambayo inaweza kusema kwamba haikupoteza kitu. Kitu cha muhimu ni kuwa sote kwa sasa tupo kwenye dira na wazo moja na kuiendeleza nchi. Ndio tulipoteza vitu vingi, tukapoteza Warundi, tukaingia katika umaskini usioelezeka na kupoteza vitu vyetu, na ndio maana kwa sasa Burundi ni nchi maskini ambayo haijaendelea. Lakini tulipata mtaji ambao ni amani. Kwa vile tuna amani, kila kitu kinawezekana. Burundi haikupaswa kuwa nchi maskini kwa kuwa ina kila kitu, na ndio maana baada ya kupata amani tuliitumia kwa kuangalia ni wapi tunapokwenda, hasa kwenye dira yetu, ili watoto wasikue kama ilivyokuwa kwetu sisi. Tuyakamisha turaba iyo tuja, turaba imbonoka zoza igihugu cacu, imbonoka zoza tubona ko abana bacu bazokuriramwo badakuriye mu byo twebwe twahitiyemwo. Burundi inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi kwa kiasi kubwa, ikisababishwa na ukosefu wa fedha za kigeni, mafuta na umeme, serikali ikiahidi kutatua changamoto hizo ambazo zinaitatiza nchi hiyo ya ukanda wa Afrika Mashariki yenye takribani watu milioni 13. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Nashukuru jopo nzima waandishi habari Radio Kivu walisaidia kuziandaa. Msomaji wako alikuwa Umari Makelele Ozile. Merci Belichipa Mal alikuwa kuna kodawachi na mitambo. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.